Kwa majina naitwa Ikunda Ngowi, ni meneja wa huduma za vijana kutoka Yas, na leo tuko mbele yenu kutambulisha application yetu mpya inayojulikana kama Yas App. Application ambayo itamwezesha mteja kuweza kupata huduma zetu zote kwa urahisi kabisa katika simu yake, simu janja yake kwa urahisi, lakini pia kwa ufanisi wa hali ya juu kutoka kwenye mtandao wenye viwango vya hali ya juu. Huduma hii inakuwa inafanya vitu gani hasa kwa wateja wenu, lakini pia mnawafikiaje vijana ambao pengine wako vijijini hawana simu janja? Mmepanga kuwafikia vipi? Huduma hii inamsaidia mteja wetu kuweza kuzipata huduma zetu zote za Yas ambazo anazifahamu, kuanzia kununua vifurushi, kutufikia kwenye maduka yetu na kujua yanapopatikana na muda ambapo yanakuwa yako wazi, huduma zetu za fiber to home, fiber to office, lakini huduma zetu za mikopo ya simu pamoja na huduma zingine zote ambazo zinapatikana kwetu Yas. Na kwa wateja wetu ambao bado hawajapata simu janja, tunawakaribisha pia kwenye maduka yetu, kwa sababu bado si ni mtandao ambao unatoa huduma nzuri kabisa ya mikopo ya simu janja. Kwa anapofika kwenye maduka yetu anaweza kujipatia mkopo wake wa simu janja, na mara atakapopata ile simu anaweza kupakua application yake na kuweza kufurahia huduma hizi zetu nzuri kabisa katika namna rahisi, lakini pia katika namna ambayo anaweza akajishindia zawadi kila siku anapoingia kwenye ile application yetu. Kwa makadirio, labda ni vijana wangapi ambao wanatumia huduma hii ya Tigo Yas? Wateja wetu wote tunaamini ni vijana, na kwetu ujana ni mindset, ni vile ambavyo mteja anajiona. Kwa hiyo kwetu sisi wateja wetu wote tunaamini kwamba ni vijana, kwa sababu wako kwenye mtandao wa viwango, lakini mtandao wenye ubora. Kwa hivyo wote tulionao ni vijana katika namna ya vile wanavyofikiria na vile ambavyo tunawahudumia. Kwa mteja wetu, faida ambazo anazipata kwenye hii application, cha kwanza kabisa ni kila tulichonacho anakipata sehemu moja. Yaani anapoingia kwenye application yetu anakutana na huduma zetu, product zetu na services zetu zote ndani ya application moja, lakini katika urahisi, kwamba zile step ambazo mteja atazitumia kwa ajili ya kupata ile huduma atazipata kwa urahisi. Yaani hatoenda hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, lakini hatua ya kwanza, ya pili tayari ameshapata ile huduma yetu anaitaka. Lakini kuna huduma zingine ambazo labda ingemlazimu mteja kutembelea maduka yetu ili aweze kuzipata, lakini kwa kutumia application yetu hii anaweza akajihudumia pale pale na akaweza kufanikisha kile ambacho alikuwa anakihitaji. Kwa mfano, anataka kujua matumizi yake ya kila siku, anaweza kuingia kwenye application yetu akajua matumizi yake. Anataka kujua kama eneo aliloko tumemfikia na huduma yetu ya fiber, anaweza akaangalia akajua. Lakini anataka kuwasiliana na si moja kwa moja kupitia WhatsApp, anaweza akawasiliana na sisi. Lakini pia anahitaji labda kujua content zetu mbalimbali tunazozitengeneza kwa ajili ya generation ya Yas, anaweza akaingia pale na akaziangalia kwa urahisi kabisa. Na kikubwa zaidi ni kwamba ataipata application hii bila kutumia internet yake au data yake. Kile kifurushi alichonacho hatokitumia, lakini simu yake inahitajika tu iwe simu janja au amepakua application na kuisajili, anaweza kuendelea kufurahia huduma zetu. Jina lako ni Ikunda Ngowi. Ikunda Ngowi. Karibu. Kujua mabadiliko ya sasa ya kwenda mtandao wa viwango. Sisi kupata chapa ya mtandao wa viwango ni mapinduzi makubwa sana kwenye ulimwengu. Na mimi ni furaha yangu kuona kwamba tuliona wakati fulani TCRA walitoa takwimu za watu wanaotumia smartphone nchini Tanzania, idadi imeongezeka. Lakini pia nimeona juzi hapa Yas walianza kuuza, juzi walitangaza na wakazungumza kuhusiana na namna ambavyo Watanzania wanaweza kuchukua simu za mkopo kupitia Yas, wanawakopesha smartphone, simu janja, na sasa hivi idadi ambao wamechukua hizo simu za mkopo inakaribia milioni. Sio jambo dogo. Hii actually ni milestone kubwa sana kwa Watanzania wenyewe, lakini pia hata kwa Yas. Na tunaona jinsi ambavyo mtandao wa Yas unazidi kuingia kwenye maisha ya Watanzania. Unaweza ni biashara ndio, lakini unaweza kuona namna gani ambavyo wanayagusa maisha ya Mtanzania. Leo hii ukiambiwa kuna smartphone inauzwa shilingi 300,000 au 400,000, ukisema uinunue kwa pamoja itakuwa mtiti.
Lakini ukipata unakuja Yas alafu unaambiwa wewe unapewa hiyo smartphone alafu unakuwa unalipia shilingi 1000 tu kwa siku, inamaanisha unalipia shilingi 1000 kwa siku na ile pesa yako nyingine iliyobaki unafanyia mambo yako mengine. Kama unapokea mshahara wa 300 na simu inauzwa 400 usingeweza kununua, you know. Kwa hiyo hizi ndo faida ambazo mimi binafsi zinanifanya niipende Yas. Nimekuwa nayo toka inaitwa Mobitel, ikaja Tigo na sasa hivi iko Yas, au sio? Na leo sasa kuizindua hii application ni kama wamepiga shoot ya kupiga simu customer care. Kuna vitu vingi sana unaweza ukavifanya kwenye smartphone, kwenye application yako ya Yas na ukavimaliza bila kupiga simu customer care, bila kutakiwa kunyanyuka kutoka nyumbani kwako kwenda kwenye duka la Yas ndio ukavifanya. Kuna mipango mingine mikubwa niliambiwa inafanywa, sema siwezi kuisema kwa sababu wenyewe hawajataka kuisema, lakini trust me, yani hili ni bonge moja la shoot na ni ushindi golini kabisa kwa Yas. Yeah. Ukiangalia kwenye ile application mpya ya Yas, unaweza kuona kuna sehemu mpaka unaweza ukachat kwa WhatsApp na mtu wa customer care. Umeshanielewa? Hichi ni kitu ambacho hakikuwepo, lakini Yas ndo wamekileta. Yas ndo wamefungua hii dunia. Kwa hiyo kusema kweli, shout out sana kwa Yas. Mapinduzi yao tunayaona, viwango vyao tunaviona. Wamepewa ni mtandao wa viwango sasa hivi. Wana trend na kwamba ni mtandao wa viwango. Kweli viwango vyao tunaviona. Sasa hivi Yas wanazidi mitandao mingine kwa kuwa na minara wanaizidi mitandao mingine kwa 25% kwa kuwa na minara mingi zaidi. Ndio maana juzi nimetoka Dar kwenda Lindi, natumia internet barabara nzima, mpaka kuna mtu ambaye alikuwa hana mtandao wa Yas ikabidi nimpe hotspot atumie internet. Umeshanielewa? Na wakati jina linabadilika kutoka Tigo kwenda Yas, walitangaza kwamba wameweka uwekezaji wa shilingi trilioni 1 za Tanzania katika kuboresha kuimarisha mtandao wa Yas. Inamaanisha ni minara and everything. Kweli hiyo change hiyo mimi nimeiona, hayo mabadiliko mimi nimeyashuhudia. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kuishi kwenye mtandao wa viwango ambao, kumbuka pia wameshinda kwa mara ya 3 mfululizo tuzo ya internet yenye kasi zaidi Tanzania, mtandao wenye internet yenye kasi zaidi Tanzania. So trust me, hivi viwango vinashabihiana na hii application pia ni goli muhimu sana la kuendeleza kupiga mashuti ya hivi viwango. Kwa kumalizia, wewe kama mwanafamilia wa Yas, cha kipekee kabisa umekipenda kutoka kwao kwenye hii app yao ya Yas? Kwenye hii application ni kwamba unaweza kufanya vitu vingi sana ukiwa ghetto kwako kuliko kupiga simu customer care au kutoka kwenda kwenye duka la Yas. Yaani naweza nikasema generation Yas wamepewa nguvu kubwa sana. Yaani hakuna generation Tanzania ambayo imepewa nguvu kubwa sana kama generation Yas. Ukiwa na hii application unafanya vitu vingi sana hata ukiwa bafuni kwako kuliko kwenda kwenye Yas. Kwa hiyo endelea kuoga baba. Sawa. Nijibu tu. Majina lako najielezea. Aha. Manufaa. Kwanza kabisa tunaipongeza Yas as always, imekuwa ikitambua changamoto za watumiaji na watu wa mtandao kuhakikisha kwamba wanaenda sambamba na wateja wao. Kwa hiyo sisi tunawapongeza kwa kuzindua hii application ya Yas app ambayo kwa ujumla itasaidia kupunguza ule usumbufu. Unajua ukitaka labda kufanya hivi labda ubonyeze nyota 100, yani kila menu na ndani yake, lakini sasa hivi everything is under one roof. Ukiingia tu kwenye Yas app hapo unaangalia ni kitu gani unachotaka. Kwa hiyo haitakuwa inapoteza muda, ni chap tu. Alafu bahati nzuri hakuna haja ya kuwa na MB wala bado kuingia. Kwa hiyo ni rahisi tu, yani ni wewe ushindwe kujihudumia. Unaingia pale, kiangalia kwa Kiswahili ndio ujue Kiswahili.